Kwa majina naitwa Mariam Chiimba, ni kaimu mkuu wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini. Mojawapo ya shughuli za kitengo hiki ni ufuatiliaji na tathmini ya mipango ya halmashauri, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa siku ya leo kitengo chetu cha ufuatiliaji na tathmini tumeweza kutembelea na kufuatilia miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa na halmashauri. Mojawapo ni hospitali ya wilaya Masiwani. Kule tumeona utekelezaji, kulikuwepo na ujenzi wa walkways, sehemu za wapita kwa miguu ambazo zinaunganisha sehemu zote pale kwenye hospitali. Tumeona ule mradi, tumeridhishwa kabisa, mradi unaendelea vizuri na utekelezaji wake umeshakamilika. Lakini pamoja ilikuwepo na wodi ya watoto, kuna wodi ya wanaume na wanawake ambayo ilikuwa ni package moja ya ile miradi pamoja na walkways. Hii miradi yote tumeridhishwa na utekelezaji wake, miradi imekamilika kwa kiwango. Mradi, ujenzi wa choo na ukarabati wa kituo cha polisi Magaoni. Utekelezaji wake pale ni mzuri, na mradi ule utakapokamilika utaweza kusaidia jamii inayozunguka pale kwa ajili ya mambo ya kiusalama. Hata mtu akiwa na kesi, akiwa na tatizo lolote, ana kituo sehemu ya kukimbilia, akaweza kupata msaada pale kwenye ofisi ya polisi. Baada ya pale tuliweza kwenda kuona mradi wa ujenzi wa shule ya msingi Majengo. Ni jengo la ghorofa ambalo litahusisha, ukikamilika ule mradi una madarasa 9 na ofisi 3. Lakini kwa sasa kazi ambayo inaendelea kwa awamu ya kwanza yatatekelezwa madarasa 6 na ofisi 2. Pia kasi ya ujenzi tumeona ni nzuri, japo tunaomba fundi aweze kuongeza kasi, mhandisi aweze kumsimamia kwa ukaribu fundi, aweze kuongeza kasi, mradi ule ukaweze kukamilika kwa wakati. Mradi mwingine ambao kwa siku ya leo tumeweza kuutembelea ni ujenzi wa bweni shule ya sekondari Usagara. Mradi huu pia unaridhisha utekelezaji wake, na mradi huu ni mradi wa ghorofa. Ni ghorofa 2 ambapo ukikamilika utaweza kuchukua wanafunzi 240 na utakuwa na manufaa makubwa, kwa sababu kwa sasa wanafunzi wanakaa Usagara hostel ambapo ni mbali kidogo na sehemu ilipo shule. Napenda kutoa wito kwa wasimamizi wote wa miradi ya maendeleo, ambapo ni wakuu wa shule, waganga wakuu, wakuu wa vituo na yeyote ambaye anahusika, watendaji wanaosimamia miradi, popote pale ambapo unakwama, una changamoto yoyote, kitengo cha ufuatiliaji na tathmini tupo tayari kwa ajili ya kutatua hiyo changamoto. Utushirikishe kama umekwama kwenye manunuzi, kama umekwama kwa engineer kwa ajili ya BOQ, changamoto yoyote ile ambayo inahusisha mradi uweze usishindwe kusonga mbele, sisi tupo tayari kwa ajili ya kukusaidia kuifuatilia iweze kutatulika ili mradi uweze kukamilika kwa wakati. Kufungua walkways pia zimetusaidia, huduma zimeendelea kuboreka, kwani tumeweza kufungua wodi ya watoto, wodi ya wanawake, wodi ya wanaume pamoja na jengo la upasuaji. Kwa sababu hapo awali ilikuwa ni changamoto kumfanyia mgonjwa upasuaji na kumpeleka wodini, kwa sababu njia zilikuwa hazipitiki. Kwa hiyo imeleta manufaa makubwa sana, na pia imesaidia kuongeza mapato, kwa sababu kwa sasa wagonjwa wanaendelea kufika na huduma zimeboreka. Mradi huu utakapokamilika, jamii itafaidika kwa ajili ya ulinzi na usalama. Lakini pia panapotokea kuna kesi mbalimbali, watu hawaendi kituo cha polisi Chumbageni, shida zao ndogo ndogo zinaishia hapa kituo cha polisi. Lakini pia nitoa wito kwa jamii kuwa walinzi wa kituo hiki, kwa sababu kituo hichi kinafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo kwa muda ambao panakuwa hapana ulinzi, basi wananchi wao walinzi wa kituo hichi, ambapo kituo kitakuwa kimekamilika, wao ndio watakuwa kama wafaidika wa mradi huu. Tuna uhakika huu mradi utakapokamilika utawezesha jamii inayotuzunguka, hasa wao wanafunzi wetu, waweze kupunguza kwanza ile distance ya kutoka shule kwenda hostel, kwamba watakuwa wanasomea hapa karibu na usimamizi wao utakuwa rahisi, na vile vile utawafanya waweze kusoma kwa ukamilifu, kwa sababu hawatakuwa wanatoka masafa mbali kuja kusoma. Kwa hiyo tunategemea ufaulu utaongezeka kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu muda wa kujisomea utakuwa mkubwa zaidi na uchovu hawatakuwa nao, kwa sababu wanakuwa hapo katika maeneo karibu na shule au karibu na madarasa wanayosomea.